Kila safari ina mwanzo wake, na kila ndoto huanza na hatua moja, na kila uongozi huanza kwa mtu mmoja kuamua kusimama na kubeba dhamana ya wengine. Aliingia madarakani akiwa na ndoto za kuwatumikia wanafunzi. Kila siku alibeba jukumu jipya. Kila changamoto ilihitaji busara mpya. Kila sauti ya mwanafunzi ilihitaji kusikilizwa. Leo akiwa amefika mwisho wa kipindi chake cha uongozi, anaondoka akiwa na kumbukumbu nyingi, kumbukumbu za watu aliokutana nao, changamoto alizozikabili, mafanikio aliyoshuhudia. Kuna viongozi wanaondoka madarakani na kusahaulika, lakini wapo wanaacha alama katika mioyo ya watu, wanaacha mafunzo kwa waliobaki, wanaacha urithi unaendelea kuonekana hata baada ya wao kuondoka. Kwa wanafunzi wengi atabaki kuwa sehemu ya historia ya chuo, kwa wengine atabaki kuwa mfano wa ujasiri na kujitolea kwa ajili ya wengine. Cheo kinaweza kuisha, muda unaweza kupita, lakini mchango wa kweli hauzeeki. Huendelea kuishi kupitia watu uliowagusa, maisha uliowabadilisha na historia uliyoiacha. Na hiyo ndiyo simulizi ya rais wa kike wa serikali ya wanafunzi inavyofikia mwisho wake. Mwisho wa cheo, lakini mwanzo wa ulisi. Kwenye nafasi za uongozi wa shule sikuwepo sana ya kuwa mbunge wa serikali ya wanafunzi wakati huo nikiwa mwaka wa kwanza. Na baada ya pale niliaminiwa zaidi, pia nikapata kuwa kwenye nafasi ya waziri wa fedha. Kwa hiyo nilikuwa waziri wa fedha, nafasi ambayo ilinifundisha kwamba uongozi unahitaji uwajibikaji, uaminifu, weledi, uchapakazi, lakini pia usimamizi mzuri wa rasilimali za kiserikali. Okay. Sasa kabla tujaendelea mbele sana, kuna mtu anatamani kumfahamu Rachel kabla ya chuo, safari yako ya huko nyuma. Je, ulishawahi kupita kwenye nafasi za uongozi au uongozi ulikuja baada ya kufika chuoni? Okay, huko nyuma way back kwenye nafasi za uongozi wa shule sikuwepo sana, ila nilikuwa kwenye nafasi za uongozi wa dini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lakini katika safari yangu yote hiyo nilikuwa nikijiweka katika nature ya kuwa kiongozi. Ni wakati ambao nilitambua kwamba ili niwe kiongozi bora ni lazima nijue kujiongoza kwanza mimi mwenyewe. Vision, entrepreneurship, leadership na vitu kama hivyo. Sasa natamani tuanze hapo kwenye safari ya uongozi. Natamani kujua safari yako ya uongozi ilianzia wapi? Binafsi mimi safari yangu ya uongozi siwezi nikasema direct ilianza wakati nikiwa na cheo, hapana. Safari yangu ya uongozi ilianza wakati ambao sina cheo chochote. Ni wakati ambao nilitambua kwamba ili niwe kiongozi bora ni lazima nijue kujiongoza kwanza mimi mwenyewe. Kwa hiyo nilijishape katika dira ya uongozi kwa sababu uongozi naupenda na nilitamani siku moja niuishi uongozi. Kwa hivyo nilijishape binafsi kwanza kuwa kiongozi ambaye ninaweza kuongoza maisha yangu kwanza kabla ya kuongoza watu wengine. Na baada ya hapo nilipata nafasi na niliaminiwa na wanafunzi kuwa kwenye nafasi ya kuwa mbunge wa serikali ya wanafunzi wakati huo nikiwa mwaka wa kwanza. Jina langu ni Rachel Ntumba. Ni makamu wa rais chuo cha TIA 2025-2026. Hello, mambo vipi? Karibu sana mpenzi mtazamaji wa MWS katika kipindi chetu kizuri. Kipindi kinaitwa The Real, na leo niko na kiongozi wangu hapa. Tena kuzungumza vitu vingi sana kuhusiana na maisha yake, kuhusiana na career yake ya uongozi. Madam, habari yako? Salama. Wapenzi watazamaji wetu wanatamani kukufahamu, wanatamani jitambulishe, wewe ni nani, kama hivyo, na vitu gani ambavyo unajishughulisha navyo. Okay. Jina langu ni Rachel Ntumba. Ni makamu wa rais chuo cha TIA 2025-2026. Ni kiongozi. Naam. Ni inspirational. Lakini pia nafanya vitu vingi kama issue za financial consultants. Kutoa elimu ya personal development, vision, entrepreneurship, leadership na vitu kama hivyo.
Audio Jungle.